wazazi wetu. Kwa hiyo sheria ya 4, tukiheshimu wazazi wetu, Mungu ameahidi kutupatia ulinzi. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Security, Mungu atatuweka safe. Alafu tukavunda ya pili kwamba Mungu atatusamehea dhambi zetu kwa ajili ya kuwaheshimu wazazi wetu. Ya tatu, Mungu anasema mkiwaheshimu wazazi wenu nitawapatia neema ya kupata utajiri. Sasa hiyo ni ya tatu. Ya 4 ndio tulifikia pale, nataka tumailizie tuendeleze ya 5. Ya 4 ilikuwa kwamba Mungu anaahidi kwamba atatupatia watoto na hawa watoto watakuwa baraka kwa maisha yetu. Sasa hiyo ni ya 4. Baraka ya 4 ya wazazi. Baraka ya 5, hapo ndio tupo na tunaendeleza katika kipindi chetu siku ya leo. Na hii baraka ya 5 Mungu anasema ya tano tulizungumzia pia. Kwa tumesema kuhusu sala, kwamba atasikiza sala na kujibu sala zetu. Naam. Na kujibu maombi. Naam. Na hapo ndio tuliweza kumsukuma msikilizaji sana na Mkristo mwenzangu kwamba unaweza kuwa mtu wa sala zaidi ama sala kwa bidii, kesha umeenda kwa mlima, wewe ni mtu wa kukaa chapel, lakini sasa hizi zote ni nzuri. Faida zaidi ni kwamba manufaa ya hizi sala zako yatatokea wakati uhusiano wako na wazazi ni mzuri. Ndio tukamwacha msikilizaji aende achunguze, je, uhusiano wangu na mzazi wangu uko vipi? Wakati huu unaelekea Krismasi, mzazi wangu mimi ninakula, yeye hali, yeye mimi navaa, yeye hajavaa. Sasa hayo mambo hayo. Sasa tuko na baraka ya 6. Tuliwaacha watu waende nyumbani. Wafanikishe wazazi wao Christmas. Labda pia miaka yote unapoteleanga Nairobi kwa sababu haujaikubali kuwabariki wazazi wako. Christmas ende ukawe baraka kwao na uombe msamaha. Sasa kwa sababu umesema hivyo, kwa msikilizaji yule alikuwa nasi, tulisoma kitabu cha Sira. Sira 10 na Sira sura ya 3 mstari wa kwanza hadi 16. Sasa kwa faida ya huyo mwenye anataka kubariki mzazi, Rose naomba usome mstari wa 8 na 9. Hiyo Sira chapter 3 8 na 9. Mheshimu baba yako kwa maneno na matendo, ili upate baraka kutoka kwake. Maana baraka za baba huimarisha nyumba za watoto wao. Na laana ya mama huing'oa misingi ya nyumba zao. So mheshimu baba yako kwa maneno na matendo. Haya matendo ndio tunasema, labda wewe hata hujaimnunulia mama yako baba yako kitu, at least inaonyesha upendo wako kama mtoto kwa maneno na matendo. Na zaidi anasema umheshimu baba yako ili ubarikiwe wewe na familia yako. Tena inasema baraka za baba huimarisha nyumba za watoto wao. So labda challenge zile wengine tu huwa tunapitia, tunapata na hizi vitu hata kwa huduma, kwa maombi. Mtu yeye aliamua kuoa na kuishi Nairobi, lakini watu wa nyumbani kwa sababu sijui hapo kwa kijiji yao sijui huwa kuna uchawi sijui kuna mkosi fulani huwa ukienda nyumbani. Sasa Mungu ati ukienda nyumbani sijui kuna mkosi, ukirudi utakosa kazi utafutwa, sijui ndoa itaisha. Mungu anafuatilia sheria yake. Waheshimu wazazi wako kwa maneno na matendo. Mungu hajasema ati kama kuna uchawi usiende. Hiyo ni yako umetegemea. Actually kwa hao wachawi ndio umelelewa. Ulilelewa karibu na hao wachawi. Aswa. Na kama walikuwa wakuue wangekuwa wakati ulikuwa mdogo. Lakini wakati ambapo umefikia umri unaweza bariki wazazi wako, hakuna vile utaniambia kwamba utakosa kuona mzazi wako juu ya majirani usione. Na kama unamwamini Mungu na unaomba hizo baraka za Mungu, wewe wacha mambo mingi, enda ukamuone mzazi. Labda misingi yako imetikika kwa sababu uhusiano wako na wazazi si bora. Tumia huu muda ambao tuko nao wa Christmas, bless your parent. Baraka za mama, laana ya mama huing'oa hata misingi. Kwa nafikiri kizungu itaeleweka zaidi. Kwamba the curse of the mother destroys even the foundations. So unaweza kuta foundations, misingi za kwetu zile tumetoka,
zilianzia tu, ndio ziko kwa wazazi ama tuko nazo ama zimetufuata misingi ambazo zimeoza, lakini sisi tunazidisha kwa sababu ya kutokuheshimu wazazi wetu. So ningeomba sana, hiyo ni baraka ya 5, kwamba Mungu atajibu maombi yetu tukiwaheshimu wazazi wetu. Baraka ya 6, ziko 7, there are 7, so tuko ya 6. Baraka ya 6 ndio iko kwenye hiyo sheria. Hii sheria inasema waheshimu wazazi wako, waheshimu baba na mama ili upate miaka mingi na heri duniani. So baraka ya 6 ni ya miaka mingi, maisha marefu. Uweze kuishi maisha marefu, na Mungu hawezi kupatia maisha marefu ya shida. Mungu hawezi kupatia ati aseme nitakupatia maisha marefu, au hiyo maisha marefu yawe ya shida, ya taabu, ya magonjwa. Mungu ana watu wengi unapata ya kwamba kwa hii ya maisha marefu unapata mara mingi sana sisi, ukiangalia hata population ya wale watu ambao wanaaga dunia ni range ya Gen Zs, the millennials, lakini wale watu ambao ni wazee, the young people generation above 60 wako, but from 6 kwenda chini unapata wengi ndio wanazika sana. Wazazi wanazika watoto sana kwa wingi. Kwa sababu gani? Ile foundation ya watu kukaa kuheshimu wazazi na kuheshimu hata sheria za Mungu, unapata ya kwamba hiyo hatuna. Na watu wengi sana unapata ya kwamba tumekosa hiyo maisha marefu kwa sababu ya wazazi. Kuna some blessings ambazo wazazi wakitamuka kwa maisha yetu, hata kama hajafanya kitu chochote, kuna hiyo baraka. Vile tuliambiwa ya kwamba tukibarikiwa na wazazi kuna dhambi tumesamehewa. The same thing kwa maisha yetu yanakuwa mafupi kwa sababu sisi wenyewe we don't respect our parent. Hatuna ule uhusiano bora na wazazi wetu. Na wazazi wengi wako nyumbani pale, unapata mzazi amehuzunika, anashindwa nilizaa watoto ama watoto walienda, hata alisahau alikuanga na watoto. Na unapata kwamba mara mingi anakiri, anaangalia ni kana kwamba hakuzaa. Wazazi wengi hata vile tulikuwa tunasema hiyo ya 5 ya kwamba wazazi wengi inafika Krismasi anaona watu wakibeba chakula wanapelekea wazazi wao, wanawanunulia mavazi wanawapelekea, lakini wewe uko na watoto wengi lakini hakuna hata mtoto hata mmoja anaweza kuja kwako. Unashindwa uko na watoto ama una watoto. Na mara nyingi unapata watu wanagongwa tu kwa barabara, unakufa, premature death ni mingi saizi sana. Juu wazazi wetu waliacha laana. Waliacha wametulaani. Unajua siku hizi Jenny, kukosea wazazi heshima kulingana na ile kizazi iko sahi ni kama fashion, ni jambo la kawaida. In fact ukionekana ni kama umetii wazazi sana, inafika wewe nayo uko aje? Wewe saa yote unakaa tu unaogopa sijui maparo. So watu wameifanya like ni kitu tu normal kutokuwatii wazazi, kutokuwaheshimu. But the fact is Mungu amesema waheshimu wazazi wako ili uishi miaka mingi. So siku hizi ukiangalia sana unapata hata wazazi ndio wanazika watoto. Ukienda bario nyingi sana saa hii, the graves are very rich. Nyingi, juu watu wengi sana wale wanakufa, wale wanaacha at the age of your premature time, at the end of your maturity time, your prime time. Sasa hiyo ndio sasa umeanza labda kupata kazi, ndio sasa hiyo labda umeanza sasa kujijenga. Jambo linatokea. Kwa sababu tulifanya kama fashion. So mimi naomba sana kwa hiyo baraka ya 6. In fact imeshikana na hiyo sheria yenyewe kwamba tuishi kwa maisha marefu kwa kuheshimu wazazi. Ukisoma Methali 10 mstari wa 27 ushikanishe. Kumcha Mwenyezi Mungu urefusha maisha, lakini miaka ya waovu itakuwa mifupi. Wale watu ambao wamemcha Mungu wakawacha wazazi wao, wamemheshimu Mwenyezi Mungu, wewe endelea kuwafanyia hao wazazi unaona hawana akili, au wazazi unaona ya kwamba wamechanganyikiwa na miaka, njoo wewe unaangalia unaona wazazi wako wakati ulizaliwa unaona nikana kwamba hiyo time walizaliwa ilikuwa ya watu ambao hawajui maisha ni nini.
Na wakati mwingi unakaa tu unaangalia, unaona mimi ndio niko kwa raha, au wazee wako wanajua sheng, mimi ninajua sheng, so hakuna kitu wanaweza kuambia. Kuna msemo inasemanga mzee wakati amekalia pale iko chini anaangalia mtu ambaye ako huko mbali kwa mti amekaa. Kwa hivyo wakati ambapo mzazi ameketi hapo, ameketi anaangalia, anaona huyu mtoto wangu ni kupotea, anapotea. Lakini wewe ukiambiwa, kwa sababu nimejua ya kwamba watoto wengi saizi kutusi wazazi si kitu ambayo ni kitu ngumu sana. Nimeona juzi msichana mwingine ameshikia mama yake sitsa, anamwambia wewe hata wakati ambapo ulizaliwa kwenu hakukuwa na vitu kama zenye ziko hizi, hakukuwa na simu. So unaringia mzazi juu ya simu, na yeye ndiye amenunua hii simu ndio usome nayo. Lakini umeanza kutumia hii simu kudhihaki mzazi wako. Na ndio unapata ya kwamba watu wengine unapata vitu zinawapenia, unasoma upiti hata mtihani kwa sababu ile heshima hakuna. Sasa mimi sijui kama wasikilizaji wanaelewa. Tushakutana na watu wengi sana ambao walikuwa na visions kubwa sana kwa life yao. Mtu ako na vision na saa hiyo ndio imeanza, unaenda unapata hata kama ni building ama alikuwa ameanzisha tu project kubwa, ameiacha tu prematurely. So in the back of the mind atasema labda watu walinifanyia hivi, ama nilirogwa, ama ni mambo ya sijui nini, mikosi, watu hawako na watu maadui. But utapata kabisa uhusiano huyu mtu na wazazi wake haupo. So hizi baraka zote kwa life yake hakuna. At the end of time hizi baraka ndio ni baraka, lakini usipozitii wazazi zinageuka kuwa laana. Badala ya maisha marefu inakuwa maisha mafupi. Badala ya sala kusikilizwa zinakuwa sala hazisikilizwi. So it changes. Mimi kama ingekuwa inawezekana kabisa, wale ambao wako kwa hii generation ya tunaita Gen Z ama life ya young life. Yes. The Bible says in the book of Romans chapter 12. Paulo anaambia wa Roma 12 mstari wa kwanza na wa pili. Msikubali kubebwa na ulimwengu. Do not be conformed to the world, lakini muushinde ulimwengu. So ulimwengu una mambo yake, una mambo tu mengi ukweli yenye yapo sahi yameibuka sasa ya ujana. Lakini ukweli ni kwamba Biblia ibadiliki. Itabaki kwamba Mungu amesema waheshimu wazazi wako uishi miaka mirefu. Tumeona mambo mengi sana ya vijana wanakufa tu bila kujielewa, bila kujua nini na wamaliza. Lakini ni ukaidi. Unaambiwa na mzazi usifanye hivi, mambo yabaki hapo. Hata unapiga kona unahepa. Baraka ya 6, Mungu anasema Mungu atatupatia maisha marefu kwa kuheshimu wazazi wetu. Na mimi ningeomba iwe wito wa kila mmoja. Sio kwa sababu ati sheria ipo, lakini utii wewe mwenyewe ndani yako kama mtoto, waheshimu wazazi, umtii Mwenyezi Mungu, baraka na maisha marefu. Nafikiri tunaweza enda baraka ya 7. Baraka ya 7. Tumalizane na baraka. Naam. Manake nimegundua mwaka unaelekea kufika mahali tutakuwa tunaelekea another commandment. Yes. So baraka ya 7 ambao ndio ya mwisho, ziko baraka 7, na maana ya 7 kwanza spiritually 7 means totality ama ukamilifu. Namba 7 maana yake ni totality. So hakuna baraka ambayo utahitaji kutoka kwa wazazi yenye hatujamention ama yenye hajatajwa kwa Bible, because they are 7. It means it's a complete number. Baraka ya 7, Mungu anasema ukiheshimu wazazi wako kwa kuwatendea mema, yale mema umewatendea wakati wa shida, Mungu atayakumbuka na atatumia hayo mema kukuokoa. Hii narudia tena. Mungu anasema baraka ya 7, ukiheshimu wazazi wako na kuwatendea mema wakati wa shida, Mungu atakumbuka hayo mema ulitendea wazazi wako na atatumia hayo mema kukuokoa kwa shida. Sasa hii ni ile hali huwa inafika mahali unasikia mtu anasema Mungu aje na asitumane. Naam. So wakati inafika huo wakati Mungu atakumbuka mema uliotendea mzazi. Anakumbuka this is Martin, na hii situation kabisa mbele na nyuma hana option. Ile inaitwa 11th hour. Saa hiyo labda hata watu wamesimama hapo wanataka kuku-auction nyumba. Labda saa hiyo hata umeambiwa kazi ni kesho, ukuje ujitetee ama uende.
11th hour God will show up. Hiyo ndio time utakuwa unahitaji the favor of God. Sasa hapa ni Mungu. Umejitetea kila kitu, sasa umeenda court, labda ni kesi, tuseme mko kwa kesi ama nini, umejitetea everything you have done. Sasa hapa verdict iko kwa God. Unahitaji tu hiyo kibali hiyo mzazi. Mambo yaende through. Mambo yaende sawa. Mahali unafika unaona ya kwamba it's only me and God, and if God will not come, kama utashuka, sasa hapo Mungu ndiye anaangalianga sasa yale ambayo ulitendea wazazi wako. Yale mazuri yana mema uliowatendea. Yale vile walifurahishwa na wewe, sasa ndio hapo zile baraka zinamiminika kwa maisha yako. Hapo ndio Mungu anatumia hizo baraka zikusaidia, zikusave during that time of trouble. Na watu wengi sana tumekosa hizo baraka za the last 11th hour, the last minutes. Tunahitaji ukamilifu, tuambie Mungu hiyo time. Sasa ukiangalia katika maisha yako, ni nini unaweza remind God, umwambie God, remember kile ambacho nilifanya. Wakati Ezekieli alifika wakati akaona nimefika mwisho, aliambia Mungu, kumbuka yale mema nishaifanya, uniongezee tu miaka kidogo ya kuishi. Wewe sasa unaweza kumbusha Mungu nini kuhusu maisha yako na yale mambo ulitendea wazazi wako tangu Mungu alipokubariki? Mzazi amekusomesha, amekufanyia vitu mzuri, amekusaidia kwa uweza wake. Unaweza kwa Yesu yako anaua uweza, lakini hii hata kufanya tu ukakuwa uhai. Juu kuna wengi mlikuwa nao na wakafa, wengine walizaliwa, wengine hawakuzaliwa, wazazi wao kuruhusu wazaliwe, lakini wewe mama yako alikuweka, akukuua, akakuweka, akateseka na wewe, akatusiwa na wewe. Ni nini wewe wakati ambapo Mungu amekubariki na ukafanikiwa na ukafikia hiyo umri ambao umefika, ukapata hiyo shahada kidogo ambao uko nacho, hiyo kabiashara uliweka, kwa hiyo baraka mzazi akakusaidia ukaweka, ni nini ambacho unaweza kumbusha Mungu, mwambie God, this is what I did to my parents, for the sake of this God bless me. So ni vizuri tuweke pia hizo kumbukumbu kwa wazazi wetu. Hata mzazi anawaambia Mungu, mtoto wangu anapitia shinda hii, lakini kwa sababu ya hili alilo nilifanyia, na wewe unaangalia huyu, tuseme uko mgonjwa, uko alimaututi. Kuna hiyo wakati Mungu anaendanga, hata naonanga sometimes unaendanga unaombea, ni Mkristo mwenzako, lakini unakumbusha Mungu, unamwambia angalia huyu Mkristo, kuna kitu alitusaidia kwa kanisa. Mungu, kumbuka tu wa wema aliofanya. Labda uko katika hiyo hali ya ICU now, mzazi wako anakuja anasema, Mungu, kumbuka huyu mtoto wangu ndiye amekuwa msaada kwa familia yangu. Usikubali aende, usikubali ape. Sasa mzazi wako anaweza sema nini? Na Mungu anaweza kumbuka nini juu ya mzazi wako akusaidia katika hiyo hali ya taabu? Alright. Unajua hii sheria ya 7, hii baraka ya 7. Hii baraka ya 7. Ni kama unajiwekea store. Ni akiba. Ni akiba yenye Mungu anaweza angalia ya wema. You are good, what you did good to your parents. Ile mambo mazuri ulifanya, Mungu hajaisahau. Na si ati alipotelea. It's your store. In your 11th hour, wakati shida ziko, mimi naweza toa testimony yangu tu fupi sana, lakini haitachukua muda kwa sababu sitaki kusema yote. Lakini naweza sema tu kwa faida ya msikilizaji. Katika maisha yangu ya kulelewa na kukua, mimi nimelelewa kwa life ambayo tulikuwa tunajua mambo ya maisha ya umaskini. Na wakati nilikuja nikafanikiwa kupata kazi, I remember niliambia Mungu, kwa sababu tangu kwa life yangu nilimelelewa zile maisha za ushago. Unaona ile life, yani kama ni nyumba kwetu, tumetoka kusema watu wanaezeka kwa makuti. Wale watu wametoka coast wanaelewa. Makuti ama zingine zinaitwa zile za nyasi za raffia grass, hizo labda wataelewa. So that was what I found tangu ni grow nikiwa mdogo, primary school, secondary school. So wakati nimekuja kumaliza, Mungu amenijalia nimepata kazi kidogo. I remember my first chochote nilipata, niliinvest kwanza kujengea wazazi nyumba ya mabati ya kwanza. The first money I got, nilianza kununua bati moja, nikaweka bati hivyo 2 3. Wakati ilitosha nyumba ikajengwa. So wengi sana, hata vijana, hata wengine, hata my wife mwenye niko naye sasa hivi alikuwa ananiuliza, sasa wewe
tunajengea wazazi na sisi tunalala wapi? Mwambie acha kwanza wazazi walale kwa nyumba. Wapate mahali. Na kwa sababu uwezo ulikuwa mdogo, nilimanage angalau kujenga nyumba ya room 2. But let me tell you Jenny, after kumaliza hiyo, baraka zilifunguka. I can say that very loudly, tena nikihakikishia wengine kwamba what we are talking about here is practically true. Yes. Jenroze anaweza kuambia sahi wazazi niliwajengea hiyo room 2 tu, that was my potential. After that tulikuja tukai upgrade nini. Lakini mimi nyumba yenye Mungu alinijengea, sahi I'm talking of a house of 4 bedrooms. Amen. Amen. Na huyu Mungu ni huyu kwa sababu gani? Okay, kuna bidii ya kazi, but hizi zote tumesema hapa, baraka ya 6 ya 3, Mungu anakuhakikishia baraka ya kupata utajiri. Kwa sababu Martin, wajua ndio kuna bidii ya kazi, lakini hujasikia watu ambao wanasema nalipwa, napata pesa lakini sijui zinaenda wapi. Unaweza kuwa uko na hiyo bidii na uko na pesa, uko na kazi, lakini hauwezi sema kule kazi ama pesa zinaenda na umefanya nini? Naam. Hakuna hiyo favor, hiyo neema. Bila favor, The grace. Yes. The grace to acquire wealth, the grace to be blessed, the grace in 11th hour. Hizo zote ziko. Ndio maana nimesema hii ni 7, maana yake totality. Alright. Nakumbuka last week kama ni lini mkasema kwamba unaweza kuwa mtu ako na kidogo lakini amefanya makubwa kwa sababu ako na favor. Hiyo kibali tu ya mzazi. Naam. Ukisoma Methali 10:23 mstari wa 25 inasema, wafurahishe baba na mama yako, mama aliyekuzaa kwa furaha. Wafurahishe mama yako na baba yako, mama alikuzaa kwa furaha. Siku ambayo ulizaliwa Jenny, let me tell you, your mom was very happy. Ni kama vile tunangoja Kristo saa hii. She was in pain but very much rejoicing because the joy of receiving that child. Uwe boy, uwe girl, that mzazi alikuwa amefurahishwa hiyo familia iko na mtoto mgeni amengojea kwa miezi 9, amekuwa na hiyo uchungu, amekuwa na hiyo mateso, alafu umezaliwa akafurahishwa na wewe. Now you can imagine you are born, umekuwa mzima, amengangana, amekutoa hiyo makamazi, umeenda hosia kalala akakuja. Ndio sasa Mungu amekubariki sasa Jenny unafanya kazi hapa. Lakini hata tuseme unaweza kama mwezi mzima hujui hata mzazi wako anaendelea vipi. Hujui kama anakula, hujui kama anakunywa. Anaweza kuwa na uwezo na hata kama ana uwezo, wakati unampatia chako anafurahishwa sana nacho kwa sababu chako hajawahi kula. Kuna siku alifurahia na ukapigiwa hizo ngemi, wakaona huyu mtoto amezaliwa, na watu wakakuja kukuona kwa sababu yako. Ulisababisha watu wengi wakakuja kwenu kama baraka. Na mbona ile baraka ambao Mungu aliachilia hiyo neema usiritani back. Ni kama vile tunaambiwa Mungu anatupatia 9, tumpatie tu 1. Wazazi wametupatia maisha, amekujenga. Hiyo nyama umebeba ni ya mzazi. Hiyo nyama kwa mwili yako umebeba ni mwili wake. Hata sura sasa tukiangalia tutasema Jenny anafanana either na baba ama na mama. Umebeba kila kitu cha mama ama baba. Lakini imefika wakati ambapo umeona sasa juu unapata kitu kizuri, lakini wewe saizi wewe na mama na huyo mzazi wacha atesekee huko. Wakati utasikia ameaga ndio utangangana kutuambia tukuchangie ukazike huyo mama ama huyo baba. Hiyo kibali ya kupata hiyo baraka ambaye Mungu alikuwa anaweza achilia kwa maisha yako kimbariki mzazi. Me, I can testify through my parent God has blessed me. Oh yes. Not because that I have much, but because wakati ambapo ni realize these are the people wenye walinisaidia nikafika mahali nimefika. Kuna vitu hawakufanya kadhaa, hawakuwa na hiyo uwezo wanaweza nisomesha nifike mahali nilitaka, lakini kile ambacho wanipate, hata hiyo kunipeleka church nikajua Mungu, hiyo tu kunibeba nikajua Mungu. Na my dad akaniambia, my daughter have blessed you. Let me tell you, it has manifested in my life. Me, I have seen God working. And even mtu anaweza kaa shindwe, why is your life like this? It's because I came to realize where my blessings are.
hata Mungu atashusha hizo baraka. But when your parents are very happy, when those parents sleep, wanakaa wanasema wewe ukae Nairobi, ulalie matresi mzuri, ulalie kitanda mzuri, but mzazi wako huko Ushago analala kwa baridi. Me when I grow up, I see my parents tukinyeshewa kwa nyumba. And now nimekuja Nairobi nilalange kwa nyumba, niangalie hivi na mzazi wangu aendelee kuteseka. Let me tell you, those blessings will never follow you. Utaendesha gari mzuri, every time itaishingi garage ikitengenezwa. Utanunuanga, utajenga gari nyumba mzuri, utapatanga usiku unanyongwa na mapepo kwa hiyo nyumba kwa sababu ulikataa kubariki hao wazazi. Wewe utasemanga yeye Nairobi, mimi naishi Nairobi. Utapatanga unaishi Nairobi, lakini hata ile siku ambao unafikiria unaenda hizo sherehe, unagonjeka, hiyo pesa yote unapeleka hospitali. Juu kule mzazi anasema wanaishingi vizuri huko. Tunaenda mashambani, unapata kashosho anasema kijana yangu alipotelea Nairobi. Kijana yangu hata alinisahau. Imagine mtu anazaindiwa na majirani na amezaa watoto wako Nairobi. Ukifuatilia mtoto anaendesha gari kubwa Nairobi, anaipaki Karen. Lakini mama yake wapi? Analala huko mashambani, ana hata chakula anachangiwa na mapandri. Okay. Tuwaze lile. Hata tukiendelea kuwaza. Naam. Mimi nataka kuambia ukweli. Na pamoja na msikilizaji. Sisi tushaenda kwa maboma, kwa familia, kwa maombi, tumekutana na watu ambao wana shida. Lakini the moment kama tumealikwa kwa familia, hata kama tutafanya mafundisho mengine ama maombi na misa tufanye, huwa tunahakikisha ikiwa wazazi wako pale, hata kama ni mzazi mmoja, huwa tunaambia watoto wote wapokee baraka kwa mzazi. Kwa mzazi. Kuna swali hapa la msikilizaji ambaye anauliza, je, mzazi anaweza kumlaani mtoto wake akijua kweli? Nafuata mazungumzo. My big question, kweli mzazi ana haki ya kutesa mtoto wake kweli ama kutenganisha watoto wake? So nafikiri kile ambacho huyu msikilizaji anauliza lazima mzazi atamke haya maneno ambayo maneno mazito ambayo yataletea mtoto wake shida, laana, ama tu ni hajatamka lakini the fact that hayuko na raha, hana furaha, hayuko satisfied, hiyo ni tosha. Hebu tupunge hewa dakika moja peke yake. Dakika moja peke yake, Martin. Moja tu. This is Radio Waumini 88.3 FM. 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 This is
Radio Waumini 88.3 FM. This Rose. Sasa kuna hilo swali ambao ndio tumeweka pause. Yes. Hata umekata pumzi yangu wakati nataka kujibu. Nilijua. Lakini sasa huyo msikilizaji ameuliza ni mjibu tu na scripture ambayo tulisoma. Na hiyo tu chapter hiyo Sirach chapter 3 verse 16. Hiyo ningeomba istiki kwa akili yake sana na kwa kila mtu. Inasema anayemtupa baba yake anamkufuru Mungu. Hiyo verse iko na part mbili. Ndio maana nimeirudia ndio ieleweke vizuri. Sirach 3:16. Anayemtupa baba yake anamkufuru Mungu. Halafu ya pili the same scripture inasema anayemkasirisha mama yake analaaniwa na Bwana. Okay. Sasa hapa hata mzazi hatujaambiwa hata mzazi alitamka, alitusi, Ni mzazi tu alikasirika. Mama akikasirika kuna laana. Ukimtupa baba yako, unajua ni baba, unamuignore, utaki nini, hata umsaidii kwa sababu sijui yako kufanyia nini. Baba unamkufuru Mungu. The Bible says, inasema kwa kitabu cha Ephesians chapter 5 verse 15 kwamba kila baba hutoa ubaba wake kutoka kwa Mungu. Ndio unaona hapa inasema anayemkufuru baba, anayemtupa baba anamkufuru Mungu. Yuo ni Mungu mwenyewe ambaye anapeana huo ubaba, anapeana huo uzazi, amepeana hiyo authority. So usingoje ati mpaka utusiwe. Ama mzazi aende huko sijui aanze kutamka mambo. Na sasa pia sisi wazazi, wacha niweke sisi kwa sababu pia mimi ni mzazi. Naam. Pia sisi wazazi nimesikia tu hiyo question yake iko na part mbili. Anauliza pia kama mzazi ako na haki ya kutesa mtoto wake ama sijui nini. Biblia imetuambia tuwalee watoto wetu Kikristo. So kama unajua mtoto wako umlee Kikristo, mwewe mzazi, you are in for it. Na pia Biblia inasema Proverbs 26 verse 2. Hii tutasoma. Ndio isikue watu wanafikiri tu Proverbs, Methali 26 verse 2. Yes. Mlee mtoto wako Kikristo. Kama sio Kikristo, hata ukilaani itapita kwa hewa. Yes. Ndio maana kwa sababu wewe kama mzazi umefaili. Yes. Mungu anasema tena hii Kikristo, Biblia yangu ni ya Kiswahili. Imeandikwa kwa K ya ki ni capital letter. Kikristo. Kikristo. Waleeni watoto wenu Kikristo. Hiyo maanisha it's a noun. Hata najua kwa Kizungu imeandikwa in Christ. Waleeni. So kama sio in Christ, wewe mzazi ujue hata ukilaani afadhali utafute kitu kingine ufanye. Na wewe mtoto kama unajua mzazi wako unamkosa kumtii kwa sababu anakuelekeza sio Kikristo, hakuna laana. That's why inasema hivi. Methali 26 mstari wa 2. Kama shomoro au waju wasiotua. Kadhalika laana isiyostahili mtu aimutui. Kama mbayuwayu au shomoro, hizi ni aina za ndege. Zile parrot na juu sparrow hazitui ovyo ovyo. Huwezi kuta sparrow imetua. Na ikitua labda kuna maji ama kuna kitu, there is a reason. Ndio Bible inalinganisha nasema kama mbayuwayu na shomoro vile hawatui bila sababu, vivyo hivyo laana asiyoistahili mtu haiwezi kutua. Haiwezi. Alright. So mzazi anaweza kulaani, lakini kama uko kwa haki. Yes. Wale ambao tulikuwa last Monday, Michael peana historia ya Noah na watoto wake na akapeana laana aliyotamka kwa Kanaani. Tukambiwa kwamba Kanaani hakupatwa na laana kwa sababu yeye alikosea, lakini baba yake ndiye alikosea, na pia hata yeye mwenyewe ajui kwa nini alilaaniwa. So wakati mwingine utapata wewe una makosa, lakini kwa sababu hiyo authority ya mzazi, hii laana tu itatua kwako. Kwa hivyo cha muhimu ningesema ni kwamba epuka kwa njia yoyote hii laana isikupate. Sio lazima mzazi atamke kwa mdomo aseme na nimekulaani.
lakini tunaambiwa kwamba hakikaa roho yake kujamana machozi yake yalie kwa ajili yako. Labda wewe ni mwizi, umeiba kwa miaka mingi, na mama yako amekuombea miaka mrefu, kila wakati kanisani analia, mtoto wangu. Sometimes it can turn to curse. Okay. Wow. Na pia wazazi, naangalia upande mwingine Martin alisema, na pia wazazi wa wale watoto Kikristo, msimkwaze yule mtoto ukisema kwamba mimi ni mzazi nitatoa maneno ambayo yatamlaani ukadhani ni automatic. Lakini cha msingi tu waheshimu. Ndani yako mzazi kuna authority. Yes. It is there inbuilt already. The moment you become mzazi, Mungu aliona you are able to kuwa responsible. Yale mamlaka ndani yako. Alright, muda wetu umekatika. Martin Jane Rose, waage wasikilizaji kwa sababu ni wakati wa show nyingine. Okay. Yes. So tunawashukuru sana kwa muda ambao tumekuwa pamoja kwa hiki kipindi, na tunaomba Mwenyezi Mungu awabariki tunapowatakia Christmas njema yenye baraka na upendo wa Mungu Baba. Nimesema mtembelee wazazi, muwapende zaidi. Mnapojipenda pia mjitunze, mjue ya kwamba kuna maisha baada ya Krismasi. Mnapo sherekea kuzaliwa kwa Yesu, mjipende. Na pia kama mngetaka kuwasiliana nasi kwa maswali mbalimbali, mnaweza piga namba zetu za simu. Unaweza piga 0729 233 428 0729 233 428. Jane Rose Kagweria. Asante Jane Rose. Na Martin. Asante Jenny, ninashukuru pia kwa ajili ya msikilizaji na kipindi chote kwa jumla. Nataka tu kuacha wasikilizaji wangu na baraka za Krismasi, mwaka mpya. Tuonane 2026. Mungu awabariki sana. Wale wangependa kuwasiliana nasi, namba yangu ya simu 0721 74 79 03 0721 74 79 03. Asante. Karibuni sana. Thank you so much. Bila shaka tutakuwa tunakutana tena kwa kipindi kingine. Ninapokushukuru msikilizaji kuwa pamoja nasi jioni ya leo, ninapompisha Duncan na kwa kipindi cha Bustani ya Radio Waumini. Najua kwamba nimeondoka kama sijawa update, tuta-updateana kesho tukijua the way forward kuhusu ile Shikilia na Waumini. Mimi ukiniita Jenny is Radio Waumini 88.3 FM.